Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limedai kufanikiwa kuidungua ndege isiyo ya rubani ya Marekani aina ya MQ-9 Reaper drone katika anga la mji wa Dimeshki uliopo katika jimbo la Khuzestan kusini magharibi mwa Iran, katika tukio linalotajwa kuwa miongoni mwa matukio makubwa zaidi ya kijeshi tangu kuanza kwa mvutano wa sasa kati ya Tehran na Washington. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran, ndege hiyo isiyo na rubani ilidunguliwa na mfumo wa kisasa wa ulinzi wa anga wa IRGC baada ya kuingia katika eneo la anga la Iran. Taarifa hizo pia zimeeleza kuwa mifumo mingine ya ulinzi wa anga ilianza kufanya kazi katika maeneo mbalimbali, ikiwemo karibu na mji mkuu wa Tehran, huku vikosi vya Iran vikiongeza viwango vya ulinzi wake dhidi ya kile kinachodaiwa kuwa vitisho vya nje. MQ-9 Reaper drone ni moja ya ndege za kisasa zaidi zisizo na rubani zinazotumiwa na jeshi la Marekani. Ndege hiyo hutengenezwa na kampuni ya Marekani General Atomics na imekuwa ikitumika kwa zaidi ya miongo miwili katika operesheni za kijeshi nchini Afghanistan, Iraq, Syria na maeneo mengine yenye migogoro duniani. Ndege hiyo ina uwezo wa kuruka kwa zaidi ya saa 27 mfululizo bila kutua na inaweza kufikia kimo cha zaidi ya futi 50,000 angani. Pia ina uwezo wa kubeba makombora ya Hellfire, mabomu yanayoongozwa kwa mfumo wa GPS, pamoja na vifaa vya hali ya juu vya ujasusi, uchunguzi na ukusanyaji wa taarifa za kijeshi. Kutokana na uwezo wake huo, MQ-9 Reaper drone imekuwa ikitajwa kama moja ya silaha muhimu zaidi katika mkakati wa Marekani wa kufanya operesheni za mbali bila kuhatarisha maisha ya marubani wake. Gharama ya ndege moja inakadiriwa kufikia zaidi ya dola milioni 30 za Kimarekani, bila kujumuisha gharama za vifaa vya mawasiliano na mifumo ya kuiongoza. Tukio hili linajiri wakati Marekani ikiendelea kuongeza mashambulizi dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Iran, ikiwemo vituo vya makombora, mifumo ya ulinzi wa anga, rada za pwani na maeneo yanayohusishwa na uzalishaji wa ndege zisizo na rubani, yani drones za Iran. Hatua hizo zimekuja kufuatia kusambaratika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyokuwa yamepunguza kwa muda mvutano kati ya mataifa hayo mawili. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa ikiwa Marekani itathibitisha kupoteza MQ-9 Reaper drone, hali hiyo inaweza kuisukuma Washington kuchukua hatua kali zaidi za kijeshi dhidi ya Iran. Wakati huo huo, Iran inaweza kutumia tukio hilo kama ushahidi wa uwezo wake wa kujilinda dhidi ya mashambulizi ya mataifa yenye teknolojia ya hali ya juu kama Marekani. Zaidi ya hayo, mvutano unaoendelea katika mlango wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani, umeongeza hofu ya athari za kiuchumi ikiwa mzozo huo utaendelea kuongezeka. Takriban 20% ya mafuta yanayosafirishwa duniani hupitia katika eneo hilo, hivyo mzozo wote mkubwa unaweza kuathiri bei za mafuta na uchumi wa dunia kwa ujumla. Wakati huo huo, IRGC imedai kuwa Marekani ilifanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya Khuzestan, ikiwemo karibu na hospitali inayohudumia watoto wenye saratani pamoja na kiwanda cha kuzalisha maji ya chupa. Iran imesema mashambulizi hayo yalisababisha watoto 121 waliokuwa wakipatiwa matibabu kuhamishwa kwa dharura kupelekwa katika maeneo salama dhidi ya mashambulizi ya Marekani. Katika kile kilichoelezwa kama awamu ya 9 ya operesheni ya Victory 2, IRGC imetangaza kushambulia kituo cha mawasiliano ya satellite na rada ya tahadhari ya mapema katika kambi ya anga ya Ali Al-Salem nchini Kuwait. Aidha, jeshi hilo lilisema lilifanya mashambulizi ya pamoja ya makombora na drones dhidi ya bandari ya kijeshi ya Marekani iliyopo Shuaiba. Kupitia taarifa yake, IRGC ilitoa ujumbe kwa wananchi wa Kuwait ikiwataka kupinga uwepo wa majeshi ya Marekani nchini humo na kutoruhusu ardhi yao kutumiwa kufanya mashambulizi dhidi ya Iran pamoja na mataifa mengine ya Mashariki ya Kati. Pia Iran ilisisitiza kuwa kufunguliwa tena kwa njia ya bahari ya Strait of Hormuz kutategemea kusitishwa kwa kile ilichokiita uhalifu wa Marekani katika ukanda huo. Katika maendeleo mengine, Iran imedai kutumia makombora ya ballistic aina ya Khaybar-Shekan kushambulia maeneo ya kuhifadhi ndege za kivita za Marekani pamoja na kituo kipya cha amri na udhibiti katika kambi ya anga ya Al-Azraq nchini Jordan. Shambulizi hilo limetaja kuwa sehemu ya awamu ya 8 ya operesheni Nasir 2. IRGC pia ilitoa wito kwa wananchi wa Jordan kupinga matumizi ya ardhi yao na majeshi ya kigeni, ikidai kuwa Marekani imekuwa ikitumia vituo vya kijeshi nchini humo kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Jeshi hilo lilirejea madai ya awali
kuhusu mashambulizi yaliyosababisha vifo vya watoto nchini Iran, madai ambayo hayajathibitishwa na taasisi huru za kimataifa. Aidha, Iran imesema rada ya mfumo wa Siram CRAM katika kambi ya Al-Salem nchini Kuwait pamoja na maeneo yaliyokuwa na wanajeshi wa Marekani yalilengwa na mashambulizi ya pamoja ya makombora na drones. Wakati hali ya kijeshi ikiendelea kuwa tete, ripoti kutoka CBS News zimedai kuwa Rais wa Marekani Donald Trump ameeleza masikitiko yake katika mazungumzo ya faragha kuhusu uamuzi wa Washington kukataa pendekezo la Iran la kuweka mipaka kwenye mpango wake wa nyuklia. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Trump anaamini kuwa kukataliwa kwa pendekezo hilo kuliondoa fursa muhimu ya kuzuia kuongezeka kwa mzozo uliopo sasa. Hata hivyo, hakuna tamko rasmi kutoka ikulu ya Marekani iliyothibitisha madai hayo kufikia wakati huu. Kadri vita vinavyoendelea, hofu ya kugeuka kwa mzozo huu kwa vita vya kikanda inazidi kuongezeka, hasa baada ya mataifa kama Kuwait, Jordan na Bahrain kutajwa kuwa sehemu ya mashambulizi na operesheni za kijeshi. Jumuiya ya kimataifa inaendelea kutoa wito wa mazungumzo na kupunguza mvutano, huku mamilioni ya watu duniani wakifuatilia kwa karibu maendeleo ya hali hiyo.